Shetani wa Yanga, mambo vipi? Mambo yako vizuri, tunamshukuru Mungu. Lakini kuelekea dabi ya Kariakoo ya tarehe 3 ambayo ndio kesho, kabla sijaongelea dabi nataka niwaambieni wana Yanga. Dabi ya kombe la muungano Zanzibar, ilionekana kwamba Yanga aicheza na Simba, kipindi cha kwanza kilionekana na cha pili. Huu mchezo ambao tulicheza Yanga wa kuzuia, Yanga sio ya kumzuia Simba. Tulishambuliwa sana. Mpaka kocha akawa muoga wa Yanga Afrika. Akaamua kumtoa Pakome na muweka mabeki. Mpaka Diara unaona kabisa hii ishara kwamba Simba ametuzidi. Ishara inaonekana kwamba Yanga imezidiwa, tumekamatwa. Siko amenielewa hapo? Kwa hiyo kitu ninachotaka nimwambie kocha, angalia mchezo aliocheza Zanzibar, asije akauchezesha kesho. Wajua kwamba Simba ya nyuma sio Simba ya sasa, tunaongea kifutiboli. Simba imebadilika, ina beki. Simba na washambuliaji tumeona pale kati, hao watu wanapambana kupata matokeo. Wachezaji wa Simba wametukanwa, wanahamasishwa. Kwa hiyo mechi iliyochezwa Zanzibar ni dabi, hatutaki ichezeze kesho. Kocha wangu, naomba uwe makini. Yanga sio muoga, Yanga sio mtu wa kuzuia. Yanga inabidi azuie, ashambulie. Nini maana ya Baka? Baka hajawahi kushindwa. Siko mmenielewa ndugu waandishi wa habari? Sasa Shetani wa Yanga. Naam. Wewe unavyoangalia kikosi cha Simba kilichoko hivi sasa, kesho nyinyi mna hakika kupata matokeo pale Meja Jenerali Samuel? Dabi hainaga mwenyewe. Dabi hainaga mwenyewe. Mimi kwanza naongelea ubora wa Yanga na ubora wa Simba. Ubora wa Yanga bado upo juu. Siko lakini masuala Yanga tunacheza kwamba Simba tumezoea kumuweka. Simba kabadilika. Tuliona dabi ya kwanza, mzunguko wa kwanza tulitoka suru. Ngao ya Isa, ngao nani ya juzi tukasuru. Kwa kifupi kilichotuumiza sisi ni kuona Yanga anaweka mabeki, anatoa shambuliaji. Hiyo ni kwamba Yanga tulisidiwa. Hicho kitu tumekikataa kabisa. Yanga kubwa. Yanga tuna wachezaji wakubwa kina Okero. Kwa hiyo kesho tulikuwa tunaomba kocha, huo mfumo aliochezesha Zanzibar hatutaki kwa kesho. Hatutaki kabisa wana Yanga. Nataka achezeje sasa? Tunataka pale tunashambulia na tunaweka beki. Nani bado Baka ni mtoto mdogo anaweza. Sio kwa kuwa Jobu hayupo kaumia ndio tuwe tunaogopa. Bwana, hilo ndio nawaambieni wana Yanga bwana. Yanga ni kubwa. Yanga sasa tunachokitaka ni kumfunga Simba mara nyingi. Kwani nyinyi si mlifunga Simba mara 6 mfululizo? Sio mara 6, mara 7. Mmeifunga Simba? Yes. Sasa kesho nyinyi mkifungwa mara ya pili mfululizo kuna shida? Yanga kufungwa na Simba ni kitu ambacho haitakiwi Yanga ifungwe na Simba. Haitakiwi katika maisha. Kwa nini haitakiwi? Kwa kuwa sisi Yanga tunataka mafanikio makubwa na kuiumiza Simba katika maisha. Ila nimeongea kwanza kifutiboli kwamba mfumo ambao kocha kauchezesha wa Yanga hatujaupenda. Yanga sio kuweka mabeki, alimtoa Pakome. Siko mmenielewa hapo? Akamweka nani? Alafu tukaja tukamwangalia Chama. Chama ni mtu anaotumia akili. Mpaka leo tunajiuliza wana Yanga, kwa nini injinia alimwachia huyu Chama? Chama aliona huyu doga juu chochote. Alichokifanya akazungusha hivi ili apigwe mtama, lakini angelikuwa ni Baka asingefanya hicho kitu. Siko mmenielewa hapo? Kwa hiyo chonde kocha, mfumo uliochezesha Zanzibar tunaomba usiuchezeshe. Sisi wana Yanga tunaumia. Wewe Chama unamuogopa sasa hivi? Katika Chama tukiangalia kwenye uchezaji wake, tangu Chama aanze kucheza mpira akiwa Simba na Yanga, Chama hatujawahi kuona anafuta jasho, hatujawahi kuona Chama anakimbia. Lakini baada ya Chama kurudi Simba, tunaona Chama anafanya kazi. Chama anatoka jasho. Chama mpaka macho mekundu kwamba anaamua kuitumikia Simba kwa mapenzi. Kwa hiyo Chama angaliwe vizuri. Mimi ukiniambia unataka nini, nitasema Mungu naomba kwanza leo Chama mguu uteguke ule uliopiga chenga ule mguu wa Chama. Vipi nini uteguke ili kesho asipangwe. Baada ya dabi ikiisha ndio labda apone. Hivyo. Lakini kwa upande wako Baba Rabia, Shetani wa Yanga. Naam. Kama kesho mkifungwa, hali yako itakuwaje? Mimi nina uhakika kwamba hii mechi inaweza ikawa pacha. Labda niwaambieni watu wa Simba. Ikitokea kwamba Simba kesho akanifunga au akatoka sare, kwa jinsi ninavyojiamini Yanga, mimi ninavyoniona hapa, nimekopa pesa kausha damu milioni 3. Nimenunua vitu vya ndani, godoro, firiji, mashuka, kila kitu. Simba kinifunga kesho, naomba shabiki wa Simba waje nyumbani kwangu Iteba Sinja. Wasiponikuta wavunje kufuri, watoe vitu vya ndani, godoro, firiji, waviweke sehemu ya wazi, wanunue petroli lita 5 wavimwagie, wavichome.
chonde majirani zangu. Mkiona shabiki wa Simba anafanyia adhabu, tupige simu polisi, na serikali ikiona moshi unapapuka juu isije kafuatilia ahadi zinatekelezwa. Na nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu asije akawapa dhambi watu. Nina uhakika Simba kesho anafungwa. Mwenzako kule Vikindu, Kidege, mzee Kidege aliweka ahadi kwa Mnandi Junior kwamba Yanga itachukua kombe la Muungano. Lakini mwisho wa siku Yanga itachukua kombe la Muungano. Na Mnandi Junior akaenda kuchukua ile ahadi ambayo aliahidiwa mke, akaenda kuchukua kule. Alilia na kubembeleza. Katika watu wakatili, washabiki wa Simba boni wakatili, ni Mnandi, ile ni radi. Yani yule hata akifa na Yanga tunafurahia, jamani katili. Ashai kunipiga fimbo kwenye madaradara, ashai kuninyoa kwenye tani yako. Kwa hiyo Mnandi sometimes nini kiwekaga hadi Simba ikafunga, waga nakimbia naenda nyumbani kwangu Bukoba kwa Zakaria Kaimba najificha. Mnandi ana roho mbaya, msikaone kembamba kali. Kwa hiyo namwambia mzee Kidege, masuala ya kuweka hadi kuwekea hadi Simba kwa sasa aache. Sisi ndio tunajua Simba. Mimi nimeweka hadi kwa kuwa mechi nishaicheza nje ya uwanja, ndio maana naweka hadi. Bwana wewe. Ndugu mwandishi wa habari, kama dawa za mitishamba zinafufua maiti, dawa za mitishamba sekunde mtu anakuwa Marekani. Mimi nishaimaliza mechi. Yaani Simba mwache kirahisi. Hivi kirahisi? Mbweni mimi nimelala jana Mbweni kule. Umelala kufanya nini? Mimi sitaki kuongea mengi. Mimi sitaki kuongea mengi. Ulifanya nini? Mimi najielewa tulichokifanya. Simba hawezi akatoboa, sisi tupo. Hamna never. Kesho ukifungwa shetani sio kajificha. Ndugu mwandishi wa habari, narudia tena. Simba akipata suruhu mara ya pili, washabiki wa Simba waje nyumbani kwangu, nimekopa hela kausha damu, ninao vifaa vya ndani, godoro, kitanda, friji. Waje na Ngosha mtanashati, rais wa watanashati babake na Neema, waje na washabiki wa Simba. Wasiponikuta wavunje kufuli. Wachukue vitu vya ndani vyote waviweke kwenye uwazi. Wanunue petroli 3 wavimwagie, wavichome chonde majirani. Msije mkapiga simu na hii hadi tekelezwe, na sipotekelezwa na wadharau washabiki wa Simba na waita kenge. Waje waitekeleze. Simba anafungwa kesho. Boris, kwa uwezo wangu mimi, sio uwezo wa wachezaji wa Yanga. Wallahi wa billahi. Wallahi sio uwezo wa hasa magoli Yanga atafunga nani? Okay, wataliweka. Alafu na Mdashi ataliweka. Sio kwa uwezo wao. Bila chezi kesho. Hata kama chezi, lakini magoli lipo hili. Asa Mdathir atachezaje wakati ya chezi? Nimeshajua, lakini Okero ataweka. Pacome naye ataweka. Kwa magoli mangapi? Magoli itakuwa hili, moja litakataliwa. Goli ni moja na lisipoingia waje wachome vitu vyangu vya ndani. Unajua marefa ametoka wapi? Katoka Morocco. Na marefa akija utakutana na vitu nilivyofanya mambo yangu mimi. Mambo gani wewe? Sitaki kusema ndugu mwandishi wa habari. Hivi vitu Farao na Musa wanajua alichokifanya. Na hivi vitu nimevifanya. Yaani Yanga ifungwe, mimi nipo tunaumia na Yanga. Simba anapata goli la penalty. Huyu Chama. Mungu alio mbingu na ardhi. Naomba mguu wa Chama ule uliosababisha penalty pale, naomba mguu kesho uteguke upinde kushoto. Dabi ikiisha Chama arudi kwa mzima. Yanga. Goli inapigwa penalty dakika ya mwisho, mabingwa Tanzania. Tunazalilika, tunatoka huko Zanzibar tutaka kujidumbukiza kwenye maji. Hivi Mungu yupo kweli anaiachia Yanga inafungwa? Tunaumia sana ndugu mwandishi wa habari. Sisi furaha yetu ni kuona Simba inafungwa. Simba inapofungwa sisi ndo tunapata starehe. Mnyasa TV, narudieni tena. Kila mwana Yanga popote alipo, kama wewe unajua kitu, kuanzia leo anza kuomba huyu Simba kabadilika, Simba na wachezaji, Simba na beki, Simba kamrudisha Chama kabadilika. Tusilete ile kwamba tumezoea kumfunga Simba, naweza tukawae kwa kesho. Kila mwana Yanga aombe, kama una babu anajua vitu. Tufanye mambo kama kuroga turoge. Simba akitufunga kesho ni aibu. Tutapita wapi ndugu waandishi wa habari? Simba kabadilika na beki kutoka Mameru. Hebu rudia tena. Simba akiwafunga? Narudia tena. Hivi Simba akitufunga kesho, wana Yanga tutapita wapi mabingwa? Tutapita wapi kama sisi tunaojulikana? Sio tutaongea mate. Narudieni tena, kama wewe ni mchawi mwana Yanga, una babu, fanya vyovyote vile Simba afungwe. Kuna beki moja imetoka Mamerudi mweupe. Hiyo dogo sio kafundishwa na nani yani? Anafanyaje huyo? Anadani ni shida upiti pale. Pacome Zouzoua anataka kupika chenga na shida kupenya pale. Huyu beki wa Mamerudi Sundowns ni mweupe. Kama vipi nini? Naomba hata umwe tumbo siku mbili. Yani mwanangu tumeumia wana Yanga. Yani maumivu leo yapata ni makubwa. Yanga inabidi ifunge kila timu. Mwenyezi Mungu aliye mbingu, naomba kesho kocha wa Simba apofuke, yani umwaribu ubonga pange ovyo ili Simba kesho ifungwe. Simba yani kesho ifungwe. Sasa shetani, kesho ukifungwa wewe utakimbilia wapi kesho? Mimi uhakika wa Yanga kufungwa upo.
kwa kuwa mimi na uhakika ila na wamashisha washabiki wa Yanga, tumuombe Mungu Simba iliyopita sio ni Simba sasa hivi, kwamba ni ile tunapika tano tunajiwekea. Simba sasa hivi ina mpanzu, ndugu mwandishi wa habari, yule mtu ni mtu na nusu, ina chama kabadiliko tafikia na miaka 13. Kwa hiyo tuombe Mungu, tukifungwa na Simba tutapita wapi wana Yanga? Tutapita wapi? Bwana, nikushukuru sana. Na mimi nashukuru pia Mnyasa TV bora. Narudieni tena, ukitaka Mwenyezi Mungu akufungulie riziki, Mungu akufungulie kila kitu, upate maisha mazuri, kwanza kaiforu Mnyasa TV, na usisahau kuifakura. Wanasemagaje? Usisahau kuisakura, usisahau kuifakura ride Mnyasa TV. Ukisakura ride, Mungu atakufungulia njia na mahusiano yako Mungu atayanyoosha. Kila kidindo TV bora duniani inakuja Mr. Bini.